Na mtazamaji wa Hebron TV, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Leo ni siku ya Jumapili njema sana ambayo Mungu ametupa, ikiwa ni Februari 15, 2026. Na Mungu ametupendelea kwa hakika kuwa katika madhabahu ya ENCC mji wa Bwana. Muda si mrefu ulibarikiwa na ibada nzuri na ya thamani sana. Majira yale ya saa 3 kamili asubuhi, ibada hii ya thamani ilianza mahali hapa, na kwa hakika tulimwabudu Mungu, tukamsifu Mungu kupitia huduma ya hema ya Daudi, wakiwa sanjari kabisa na mzaituni wa madhabahu, na walifanyika baraka sana katika kipengele cha kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Lakini viko vitu vingi ambavyo vimeendelea katika madhabahu ya ENCC siku hii ya leo, lakini wako baadhi ya watu ambao wamejiandaa kwa ajili ya kukushirikisha kile ambacho wamekipata mara baada ya ibada hii kuweza kuisha. Na hivi ninavyozungumza, baadhi ya waumini wa kanisa la ENCC mji wa Bwana hapa Mbezi kwa Msuguri wamekwisha kutawanyika, lakini baadhi yao wako na kitu cha kuweza kukushirikisha kutokana na kile ambacho wamekipata kupitia ibada ya siku hii ya leo. Mimi naitwa Sylvia Steve Chilolo, ungana nami ili uweze kubarikiwa kutokana na yale ambayo Bwana ameyatenda kupitia madhabahu hii ya ENCC mji wa Bwana. Lakini kikubwa nikukumbushe tu kwamba madhabahu hii ya ENCC mji wa Bwana tunaongozwa na mbeba maono wa madhabahu hii hapa. Tunamzungumzia baba yetu Bishop Dr. Manase DM. Yeye ndiye mbeba maono wa madhabahu hii. Basi bila kupoteza muda, niko na baba hapa aweze kutujuza jina lake nani, lakini pia kutokana na ibada ya siku hii ya leo ni kitu gani ambacho angependa kukushirikisha ili nawe uweze kubarikiwa. Mimi kwa jina naitwa Zefania Thomas Wawa. Naam. Of course ibada ya leo tumebarikiwa sana. Amen. Tumejifunza kuhusu kusudi la Mungu katika maisha yetu. Amen. Katika kusudi la Mungu, ukitembea katika makusudi ya Mungu, yes, utaona mambo makubwa ambayo Mungu anakutendea katika maisha yako. Kwa kifupi ndio hiyo, ibada imekuwa nzuri, tumefundishwa vitu vizuri zaidi siku ya leo. Ndio, mimi nimegundua kusudi langu katika maisha yangu. Sawa. Moja, kwenda kugusa maisha kila mmoja wetu. Sawa. Kupitia changamoto tofauti. Ndio. Na pia nimejua kusudi langu mimi kama mama juu ya familia na watoto wangu. Ametenda mambo makubwa sana, kwa sababu jinsi nilivyokuja sio jinsi nilivyo sasa hivi. Okay. Kwa kweli Mungu nimeona kwa namna ya ajabu sana. Ameniinua viwango. So nazidi sana kumwamini Mungu kwamba atazidi kuninyanyua zaidi na zaidi. Kuhusu ibada ya leo, kwanza namshukuru Mungu. Tangu asubuhi ibada ilivyoanza, tulianza na kusifu. Tumemwabudu Mungu na mchungaji akasimama, ameongea mambo mengi ambayo kama mimi nimepokea kwa namna ya tofauti. Sawa. Na nimejengeka kwa namna nyingine zaidi. Sawa. Sio kama vile ambavyo niliingia. Okay. Na hivi ninavyotoka nimetoka na mambo mengi zaidi ambayo natazidi kujijengea zaidi na zaidi. So nachotaka kuambia kwamba wasipange kukosa kila ibada, kwa sababu kila ibada ni ina manufaa. Kila ibada ukija hauji kama hauwezi kutoka jinsi ulivyokuja, utatoka na kitu kingine kipya. Namshukuru Mungu kwa sababu amemtumia mchungaji Pastor Cecilia kuzungumza neno ambalo limetugusa zaidi. Kama nikilifaa alivyozungumza kwamba kusudi, tunataka kutambua kusudi. Kama baba anavyoendelea kutusisitiza, anavyoendelea kutupatia maongozo kwa mafunuo mbalimbali. Kwa amekuja Pastor Cecilia kutukazia zaidi kuelewa kwamba nini kusudi ambalo Mungu ametupatia kulitimiza katika yale ambayo anatupatia kila itwapo leo. Yaani at the moment kwamba Mungu ameniamini kwa kitu fulani. Najisikia amani na furaha zaidi. Kwa sababu gani? Ukiangalia vijana wengi hawajapata ile nafasi na neema hiyo. Mimi kitu ambacho ninawahimiza hasa vijana, tumtafute Mungu. Sawa. Najua kwamba tunakutana na mambo mengi, lakini inawezekana kuwa kijana na kuweza kufanya mambo makubwa. Sawa. Dunia tulionayo imebeba mengi ya ajabu, si ndio hivyo? Ni kweli. Lakini tunapaswa kumtegemea Mungu ili atusaidie kuyashinda yote ili tuyadhihirishe katika ulimwengu wa mwili. Amina. Ni hilo jambo ambalo nawasihi, lakini pia wasiache wahudhurie ibada zetu hapa katika kanisa la ENCC mji wa Bwana. Sawa. Mimi personally nimebadilika vitu vingi kupitia mji wa Bwana. Amen. Kwa hiyo natamani na wao ambao wanaangalia Hebron TV wakaribie mji wa Bwana, kwa sababu kuna vitu vingi, unajifunza vitu vingi, unakuwa kiroho. Sawa. Katika ibada ya leo
mtumishi wa Mungu amefundisha kuhusu kulitambua kusudi na kuliishi. Sawa. Kwa kweli amenibariki sana. Kuna vitu vingi ambavyo nimeona kwamba huko nyuma sikujua kama ni kusudi, lakini leo umegundua kwamba hili kweli ilikuwa ni kusudi la Mungu, na sawa, kupitia maombi hapa nitaenda kuishi yale yaliyo makusudi ya Mungu. Cha kuhitimisha ni kwamba niwasisitize kwamba mabinti wamtafute sana Mungu. Sawa. Maana bila Mungu kuna vitu vingi hatuwezi peke yetu. Yeah. Kwa hiyo ukiwa na Mungu kuna vitu ambavyo vinafanyika kwa wepesi. Kuna vitu ambavyo watu wanaona ni vigumu, lakini ukiwa na Mungu unavipata kwa wepesi. Kwa hiyo niwakaribisha sana mji wa Bwana. Waje wasali, wamuombe Mungu na wawe karibu na Mungu, na kila kitu kwenye maisha yao kitakuwa chepesi. Yeah. Amen. Nimetoka kuhitimisha na dada Irene, lakini ninaamini kabisa kwamba wapo watu wengi sana ambao wamefanyika baraka kwako na umeweza kuwasikia, wameweza kuzungumza mambo kadha wa kadha. Wameweza kuizungumzia madhabahu ya ENCC mji wa Bwana, lakini pia wamezungumzia ibada kama ibada. Na ninaamini kabisa kwamba kwa yale ambayo wamekuletea kwa siku ya leo umeweza kubarikiwa na umeweza kuelewa, na ninaamini kwa namna moja ama nyingine utakwenda kiwango kingine. Nikushukuru sana, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea